nikara inamaanisha kwamba mwanzo mpya, new beginning. So I prophesy to each one of us in the name of Jesus Christ that we are entering our newness in Jesus name. Hallelujah. Tunaingia mahali petu pengine papya. A new page in our ministry in the name of Jesus Christ. Kwa hivyo utaniruhusu nitaongea Kizungu na Kiswahili, maana sisi wote ni watu tumesoma. Kweli si kweli? Amen. Amen. Na ningependa tufungue vitabu vyetu Biblia, na naamini kwamba kila mmoja wetu, maana huu ni mkutano, hii ni kongamano ya wachungaji ambao ni viongozi, na kwa hivyo ni heshima kubwa sana kwa Mungu kuweza kutusaidia kutayarisha mkutano huu. Asante sana kwa pastor rafiki yangu Patrick Botuba. Thank you so much. Mulai sana. Mulai kabisa. Wewe mundu mulai kabisa. Mundu mulai kabisa. Watu wote wandu warosi wenye wanakutafuta hawata kuona katika jina la Yesu Kristo. Mundu mulosi hata kuona. Amen. Familia yako iko na baraka, wako salama katika jina la Kristo Yesu, na kazi ambayo Mungu amekupatia itapanuka zaidi na zaidi kwa utukufu wa jina la Bwana. Amen. Asante sana. Asante sana kwa Bishop Blessed Noah. Thank you so much sir. Umenena, nimeguswa sana. Asante sana. Bwana asifiwe sana. Umetengezea Mungu wetu njia. Asante. Amen. Thank you Pastor William, Reverend William kutoka Tanzania. Huyu mchungaji aliniambia atakuja tu aone tu conference hapa vile iko. Aone tu, alafu tunatengeneza ingine kule Tanzania, Mwanza, mwezi wa 8 next month, mwezi wa 9 September next month. Na guess what? Tutakuja na Blessed Noah, hata kama ni na ndege. Amen. Praise the Lord. Niko na ujumbe mzuri sana. Unajua kuna wakati mtu anasikia na ujumbe mzuri. Apostle, kama sasa nasikia niko na ujumbe mzuri sana. Amen. Ujumbe ambao niko nao ni kwamba prosperity. God desire to prosper us. Mungu anakusudia, anapenda ama alipanga sisi tu watu ambao ni wa kufanikiwa katika jina la Yesu. It is the will of God. Ni mapenzi ya Mungu sisi kuwa watu ambao wamefanikiwa. Prosperity is the will of God. Na ningependa kuanza katika Biblia zetu katika kitabu cha Thessalonica. First Thessalonians is very, very powerful, very important. First Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24. wa Thessalonica wa kwanza 5 mstari wa 23 na 24. Huo mstari ndio mstari moja katika Biblia, mistari mingi katika Biblia ambayo inaashiria mtu, mwanadamu ni nani, wewe ni nani. Ni scripture moja ambayo inatuelezea sisi ni nani na majukumu Mungu amejipatia kwa mwanadamu. Hallelujah. It is one of the many scriptures that explain who man is and the responsibility that God has taken upon for man in the name of Jesus. Na kwa hivyo ni vizuri kujitazama kwamba wewe umepatikana hapa. First Thessalonians chapter 5 verse 23. Maana hapa pia inaelezea mtu, mwanadamu ni nani, ana vipengele vingapi, ama mwanadamu ana sehemu ngapi. Na imetaja vizuri sana kwamba kila mwanadamu, mtu yeyote ambaye ni mwanadamu ako na part 3. Inasema hivi, hebu sikiza. Apostle Paul ndiye ambaye aliandika hichi kitabu. Na Thessalonians ni kitabu kizuri sana. Kwanza ndiyo barua ya kwanza ya Apostle Paul kuandikia kanisa lolote. Na kwa hivyo, amen. So kusema anajua hivyo huyo. Amen. Na hii barua ni moja ya barua za Apostle Paul ambazo zina upendo mwingi sana. Hapa hakuna fujo, hakuna kelele. Anaandikia kanisa kwa upendo.
Alafu kitabu cha Thessalonica ni kitabu ambacho Apostle Paul anaandika akiwashukuru watu ambao wamechukua ujumbe wake, wamechukua maono yake, na wametambua Mungu na wamejua Mungu kwa undani kupitia huduma yake. Na kwa hivyo ni kitabu kizuri, ni kitabu ambacho pia kinasema kinaunganisha mtumishi kama wewe na washirika, watu ambao Mungu amekuitia. Kwa hiyo ni kitabu kizuri, kinaongea mambo mazuri, vile mtumishi wa Mungu huwa ana moyo wa watu ambao anatumikia, na vile wale watu wanafaa kurespond kwa ile huduma ambayo Mungu amewaitia katika jina la Yesu. Kwa hivyo Apostle Paul akasema hivi, mstari wa 23, 1 Thessalonians 5:23. Samahani, huwa narudia sana script, nataka ushike. May the God of peace, that is God, Jehovah Shalom. May the God of peace. Amen. Na katika Waebrania jina Shalom sio tu kusema amani. Sio tu kusema amani, ni kusema ufanikiwe ukiwa na amani na uzima wa mwili na afya. So Shalom, ukisikia mtu anasema Shalom, sio kusema tu peace be with you. Ni kusema uwe na amani, ukifurahia zile baraka zote Mungu amekupatia, na pia ufurahie uzima wa mwili, uwe na afya njema. Kwa ambia mwenzako Shalom. Mwambie tena Shalom. Ni kusema kwamba nimekuombea, hilo ni ombi, nimekuombea kwamba Mungu wangu, Mungu wetu akupatia uzima wa afya, akudumishe, akupe amani, ufurahie afya nzuri, na baraka zote ambazo Mungu ameachilia kwako uzione na uzienjoy na uzifurahie. Mwambie tena Shalom. May the God of peace himself sanctify you entirely or completely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Now, hapo tusimame hapo kidogo. Wakati Biblia inasema hivyo, hiyo statement at the coming of Jesus Christ haiashirii kuja kwa Yesu wakati wa parapanda. Hapana, inaashiria sisi kujitambua vile Yesu ametuita mwito wake. That is the coming of the, maana ni coming, si at the coming, si siku ile atakuja, ni Yesu anavyokuja. Ele muraigwa? Amen. Ne muraigwa nikikuku kusema mnanisikia? Ubora ndi bwana. Mnanisikia yako? Amen. Inasema kwamba vile yale mambo ambayo Mungu amekuahidia, vile Yesu amekuita mwito wake, vile Mungu alikuumbia wewe, unakuwa at the coming of our Lord Jesus Christ. Maana wewe na mimi tunafaa kudhihirisha Yesu, tunafaa kudhihirisha Mungu. Kwa hivyo kila siku, kila wakati, hatua kwa hatua, ninaenda nikifanana kama Yesu. So at the coming of the Lord, mimi nadhihirisha Yesu. Kuna mtu mmoja aliniuliza siku moja katika television, akaniuliza, mtumishi, je, rapture itakuwaje? Itakuwaje? Nikamwambia rapture ni watu ambao wameokoka, wanaenda hatua kwa hatua wakifanana kama Yesu, wakifanana kama Yesu. Nikampatia mfano, nikamwambia, ushaona mtoto mdogo ameshika baluni? Unajua ile baluni anaweka pumzi wakati yako na birthday, akiweka mingi sana kunaendaga aje? Poa, inapasuka. Hiyo ndio rapture. Maana hiyo uzima wa Yesu ndani yako umeonda ukikua mpaka sasa hiyo hewa iko ndani. Hiyo hewa iko ndani na ile iko nje ni moja. Poa. Hamjaelewa? Hamjaelewa? Amen. Amen. Yesu kukuja kwake ni sisi. Ni kweli Biblia inasema kwamba Yesu hata kuja mpaka watu wote duniani wasikie habari yake. Hiyo ni dimension moja. Kuna dimension ya Yesu kuja kwamba mimi na wewe tunakuwa kama yeye.
tunakuwa mpaka akiwa huko aseme ala haya sasa hakuna tofauti mimi na wale tutalipuka pamoja. And that's why the Bible says at the twinkling of an eye, ukiwa nasema kubuchia na kubuchulia hivyo, at the twinkling of an eye we shall be like him and we shall be caught up in the air together. Together. Maana sisi na yeye ni kitu si watu shibili, ni kitu kiluya moja ni gani? Shindana moja. Na watabiria kwamba sisi ni hao watu ambao tunaenda tukikua tukifanana na Yesu katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ndio kazi ya kanisa. Amen. Hiyo ndio kazi ya kanisa, kufanya watu wakue kama Yesu. Amen. Kufanya watu wakue na afya kama Yesu. Unakumbuka nikukumbushe Apostle Paul alisema I labor like a mother. I labor with pain like a mother until Christ is fully formed in you. I labor. Nataka Kristo awe ndani yenu. Glory to God. Amen. Apostle Paul akasema, Corinthians akasema, beholding like in a mirror. 1 Corinthians chapter 3. Beholding like in a mirror the glory of the Lord, we are being transformed from glory to glory. From glory to glory. We are being transformed from glory to glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Psalms pia kuna mahali nasema wale watu ambao wanamtegemea Mungu, mioyo yao huwa imewekwa kama mtu ambaye ako kwa pilgrimage, ako kwa safari. Inasema kila siku they appear before the Lord. I prophesy to you leaders in the mighty name of the Lord. May you appear before the Lord in Jesus' name. Hallelujah. Na kuapia, Mwibrania asemangi kuapia tu hivyo. Mwibrania akisema apia anasema tumefanana. Tumefanana. May you grow from glory to glory in the name of Jesus. Peter pia ana prophesy akasema mtu mwenye haki njia zake za haki huwa zinakuwa brighter and brighter and brighter each day until the day. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Turudi pale 1 Thessalonians 5:23. May the God of peace himself sanctify you completely, and may your spirit, hiyo ni moja, and soul, hiyo ni mbili, and body, hiyo ni tatu, be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Faithful, mwaminifu. Faithful is he who calls. Unasikia? See who called you. Who keep on calling you. Who calls you. Who calls you. Na nawaambia wachungaji, upata Biblia mzuri. Pata Biblia mzuri. Kuwa na Biblia nyingi. Unaangalia. Maana kuna wengine wanapindua Biblia. Especially za simu. Zingine ni corrupt. Lakini nasema who calls you. Kwa hivyo Yesu anatuita, njoni mfanane kama mimi. Njoni. Na hapa mchungaji naye akifundisha anasema mimi naomba ninyi muwe kama Yesu. I pray that you be like Christ. Hallelujah. Who calls you, and he also will bring it to pass. Bwana asifiwe sana. Mambo machache tu ili tupate kuendelea. Jambo la kwanza ni kwamba mtu amegawanywa mara tatu. Ya kwanza ni body, mwili hii ya kuonekana. Hii mwili. Wakati mtu amefariki huwa tunasema mwili wa fulani na wa fulani, mwili wa Wanjara, Mwikali, Kamondo uko City Mortuary. Si ndio? Mwili wake. Yeye ako wapi? Eva ako wapi? Hayuko. Kwa hivyo hii tunaona ni mwili. Jambo lingine, Biblia inasema kwamba kila mtu ameumbwa kwa mfano wa nani? Sasa Mungu anafanana na nani? Mimi pua yangu ni kubwa, ya huyu inakaa hivi, kichwa yake ni ndogo, yangu ni kubwa.
Mimi ni mrefu, yule ni mfupi. Kwani Mungu anafanana namna gani? Hii ni confusion. Alafu kuna wamama, kuna vijana. Kwani Mungu anakaa namna gani? Kuna mama wanono, wembamba, kuna watu bulldozer, wanono, wazito, wengine wembamba. Kwani Mungu anakaa namna gani? Mungu sisi na ndani. Sisi hii ni mwili imebeba Evans. Hii ni mwili yenye imebeba Evans. Inasema hivi, mwili, body, soul ako ndani kidogo, and then spirit ndani kabisa. Kwa hivyo mtu ni wa part ngapi? 3. Na kila part iko na chakula yake. Body, chakula ya mwili huwezi patia roho. Kwa sasa wewe sema horabashatarabakabe. Mwili kurumushatarabakanda. Rimandaro, mwili kula roho. Kula utakufa. Utakufa njaa. Mwili unataka chakula ingoho. Si ndio? Mwili unataka kwa ingoho bwana. Na usima. Kana hedheri. Mwili unataka chakula hii mwili. Hii hata ukiomba aje kama utaipatia chakula utakona. Utakaa hivyo. Mwili unataka kuoshwa na sabuni ama omo, inataka kuoshwa, lakini roho inaoshwa na damu ya Yesu. Hallelujah. Je, niwakumbushe wimbo mfupi sana inasema hivyo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo, atakapo kuja bwana harusi, tuwe safi kwa damu ya kondoo. Hizo na mbinguni mavazi yafuliwe kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu hiyo itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya yatupwe yaliyo na takataka na kuoshwa kwa damu ya kondoo, maana hicho ni kijito cha tiririka, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu hiyo itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Roho zetu zinaoshwa kwa damu ya kondoo, lakini mwili hii inaoshwa na sabuni. Hallelujah. Kwa hivyo kuna chakula za roho, ni neno la Mungu. Yesu akasema kwa shetani, man shall not live by bread alone. Maana kula mkate, chapati, kula mkate, kula isimba, lakini pia kula neno. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds, that comes out of the mouth of the Lord. Hiyo neno proceed katika Waebrania inaashiria mtiririko wa maji ambayo hayaishi. Kwa hivyo moyo wako, the spirit need the word. Inahitaji neno la mtiririko, kila wakati, ili upate kutakaswa moyo katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Kama uko na kitabu ama mahali pa kuandika, maana wewe ni kiongozi, nataka uchore kitu iko namna hii. Triangle. Thank you young man. Triangle. Kama hii iko hapa. Triangle kama hiyo. Triangle. Hiyo triangle wacha iashirie nafasi zetu 3 ambazo tuko nazo. Pale juu andika spirit. Small s. Spirit. Small s. Tafadhali andika page moja kubwa, maana tuandika mambo mingi. Page moja tu kubwa. Page moja kubwa hiyo. Andika page moja kubwa. Moja kubwa. Hivyo, andika kubwa, page moja kubwa. Hivyo, triangle. Pale juu kwa hiyo triangle, tuko na triangle
tatu. Tuko na 3 parts. Pale juu andika spirit in small letters. Spirit. So tunasema hapa hivi juu, hapa andika spirit. Hapa juu andika spirit na small letters. Katika Biblia wakati jina spirit imeandikwa na small letter inamaanisha roho ya mwanadamu. Spirit. Wakati imeandikwa na capital S ama capital H, roho, capital R, ni roho ya Mungu. Amen. So andika kadogo maana ni roho yako. Upande moja, upande wa right pale andika soul, S O U L, soul, S O U L. Thank you young man. Upande ule mwingine tumebaki andika body, B O D Y. Body. Alafu ndani ya hiyo circle, ndani ya hiyo triangle andika desire to prosper. Desire to prosper. Kila mtu dunia mzima ako na hiyo tamanio ama shauku, desire, shauku ya kufanikiwa. Wewe unasimanga uweze endesha gari mzuri, wacha saa hii ukute kwa banki yako uko na milioni 5. Utaona sasa watu wana maringo na lazima mtu aendeshe gari hata kile town. Utaenda pale Toyota Kenya pale Eldoret useme nataka Probox 12. 1 2 3 4. Kila mtu anapenda hivyo. Hakuna mtu utakuwa hoehae na uko na pesa. Ukitaka kujua vizuri ni wakati unaenda mahali maalum, mahali umeitwa. Kwa mfano umeitwa na bwana fulani. Bwana fulani mheshimiwa amekuita, utatafuta nguo kwa wardrobe kusema sasa nitaenda kwa. Haya, tuko na shauku ya desire to prosper. Katika upande pale tumeandika soul pale. Nataka uandike jina talents. Nasema hivi. Pale kuna pale tuliandika soul. Yes. Nataka kuwafunza kitu kidogo sana. Kumaanisha kwamba Mungu anatamani wewe uprosper. Ufanikiwe, to prosper, uimarishwe. Na ili upate kuimarishwa unahitaji haya mambo yote, the soul, the spirit and the body zikue pamoja. Unahitaji kukua pamoja in the spirit, in the soul and in the body. Maana Biblia inasema kwamba I pray that you, the God of peace, may sanctify you, your body, your soul and your spirit. Now, for your soul to be complete, to be sanctified, you need to know your talents. Andika hapo kwa soul, talents. Ili wewe upate kufanikiwa na kuimarishwa katika soul. Soul ni personality yako, ni wewe. Kwa nini kuna watu ambao wanakimbia na wengine wanacheza mpira? Kwa nini kuna watu ambao wengine ni waimbaji na wengine ni wanafanya ni wakulima? Kuna talents. Sasa lazima ili upate kufanikiwa lazima ujue talanta yako ni gani kama mwanadamu. No, you must know your talents. Amen. Jambo la pili unafaa kujua hapo kwa soul ni gifts. Karama ambazo uko nazo. Wewe uko na karama gani? Lazima ujue karama zako. Bwana, kila mmoja wetu ako na karama tofauti. Gifts. Amen. Jambo lingine hapo tuko soul is spiritual gifts. Karama za kiroho. Kuna watu ambao ili upate kufanikiwa mambo yako ya maisha lazima ujue karama zako za kiroho ni gani. Amen. Jambo lingine hapo na mwisho ni natural abilities. Hapo tu kwa soul, kwa personality, natural abilities. Kila mmoja wetu ako na natural ability. Ni zile uwezo wako wa umepewa tu bure. Umefanikishwa tu, una vipawa fulani katika maisha yako. Tunaelewana? Yes. Tunasema hivi,
kila mmoja wetu ako na shauku ya kufanikiwa. Amen. Na ili tupate kufanikiwa, Mungu amesema atatutakasa our spirit, our soul and our body. Evans amekuja amesema hapa kwamba ili upate kufanikiwa lazima ujue your personality in the soul, talanta zako, ujue vipawa vyako vya kiroho, ujue natural abilities zako, wewe ni nani. Alafu upande mwingine body, unaandika body upande mwingine. Hapo kwa body unaandika hivi, hizi talanta ambazo uko nazo na vipawa za Roho Mtakatifu na natural abilities zinafaa kuwa na training. Kwa hivyo training, ujifunze. Unaweza kuwa wewe ni mzuri sana katika kutabiri, lakini huna training hata kidogo. So unasikia uko na unabii, umeenda kanisani, unaanza labda umeitwa kanisani fulani, wewe una roho ya unabii, unaenda ukipoint hata bishop wa kanisa anambia, wewe Mungu anasema huyo mtu ana training. Ama amesikia jambo la mtu, badili aende amwambie, anatafuta maneno matatu. Unaona yule? Unaona yule? Hata usifikiri ameokoka. Ako na tabia mbaya, nilioneshwa. So your talents, your gifts, your spiritual gifts, your natural abilities must undergo training. Sikiza kuambie. Na wewe naambia hivi watu. Kama Yesu mwenyewe Biblia sema he called the 12 first to be with him. Nemwaiwa? Aliita 12 kwanza awe nao, awafunze alafu awatume. He had to train them. Nikwambia jambo lingine, yes, wanafunzi wa Yesu wakaona Yesu wakiomba. Alafu wakamwambia, Yesu, tufunze kuomba kama vile Yohana alivyofunza wanafunzi wake. Mbona hawakuenda kwa Yohana wafunzwe? Maana waliona vile Yesu anaomba na vile wanafunzi wa Yesu walikuwa wa Yohana wanaomba ni tofauti. So akasema, teach us how to pray. Mwambie mwenzako, kama unaweza kumshika kitu mwambie, wewe karama zako zinafaa kwa dango training. Mwambie tena, wewe karama zako and your natural gifts needs to be trained. Hebu nikuulize swali. Hapa tulikuwa tunaingia Eldoret town, tulisema Eldoret, the city of what? Champions. Hallelujah. The city of champions. Swali moja ni yangu. Swali yangu ni moja. Je, hao champions walizaliwa wakiwa champion? No. Wanafanya nini? Training. Umekosea. Walizaliwa wakiwa champion? Umekosea. Walizaliwa wakiwa champion? They had the ability, the gift in them. Ilikuwa ndani yao, lakini walihitaji nini? Good. Jipigie makofi au ni waamini? Unajua? They needed training. Kipchoge Kenya ni wa hapa kwenu. Ilisemekana hivi. Watu wa Ulaya walisema, tafadhali na asikufe huyo mzee. Tafadhali. Siku ile utalala, utapumzika. Tunaomba hiyo mwili yako tuichukue tuipeleke museum huko kule London, ili watu wale wanasoma na hiyo mwili, maana miguu yako iliumbwa na Mungu ya kukimbia. Seriously? Yes. Kabisa. Yes, miguu yako vile iko na vile iko imeumbwa mtu wa kukimbia. Lakini kama hakufunzwa angekimbia? Hapana. Kuna mtu mmoja anaitwa Muhammad Ali. Muhammad Ali alikuwa anafanya nini? Boxing. Lakini aliulizwa siku moja, Muhammad Ali alikufa kitambo. Aliulizwa siku moja, Muhammad Ali, ni nini katika kazi yako hii ya kupigana dondi inakuumiza sana? Akasema, my God. I hate training. I hate to train, but I know if I don't wake up every morning to train, I will not maintain my world championship. Alijua. Mwambie mwenzako training. Nimesema kama wewe ni warika yake, mshike kitu mwambie training. Amen.
Amen. Kuna watu waweza kuwa wachungaji wazuri sana sana kama wangepitisha tu training kazi kadogo. Hebu nikupatie mfano mmoja. Sijui kama kwenu mlikuwa mnatumia ile taa ya ndambi. Ile nini? Nyitera. Kanyitera ni yani nishikie. Sasa kanyitera kako na mahali ya kuweka mafuta. Si ndio? Haleluya. Sasa ukiwa na mafuta mahali kama hapa, mafuta taa mahali kama hapa, na kagwatera kako hapa, kako wapi kagwatera? Mbeho kagwatera kwana. Ndio mbeho kagwatera. Kagwatera kako hapa. Duaka si kako na kashimo ya kwa mafuta. Alafu mafuta wewe umeletoa mafuta na msakuru na ndoo unachota. Unaweka hivi? Itafanya nini? Good. Unahitaji katika nini? Sasa training inakupatia funnel. Amen. Ili unakuwa mtu ambaye ile resource unazitumia vizuri. Nikuuliza swali. Hapa nikiweka vijana 5 ama vijana 7, pale niweke kijana askari rungu. Watu wengi wanasema ati hao wanatoka upande mmoja ya Kenya. Askari rungu. Mundu mkwasi ako hapo. Na ako na rungu. Mundu na mundu ukikucheka vibaya anakutwanga rungu bwana. Hako hapo. Mundu na mundu. Anaitwa wanyama. Wanyama hako hapo na rungu chake na hapo na kufia. Alafu wapili ni wale nao wanapenda mbesha. Ako na ile kilemba, kufia kilemba. Si mnawajua wako? Mkolio. Ako na kufia kilemba lakini ako na ni askari. Anafanyanga hivi anaangusha gari. Alafu ndio kindu. Hapo. Alafu mwingine ni mwanajeshi. Wale wanavaa nguo inaitangwa camouflaging ili akiwa kwa kichaka huko hutamjua. Ni mwanajeshi pale na ako na bunduki. Mwingine hapa ni wale wanaendesha ndege kwa hewa huko juu. Air Force. Swali ni hii. Mwingine hapa naye ni CID. Akikuangalia hivyo anajua wewe unaweza kuiba. Wewe unaweza kuiba. Wewe hata uniangalia kwa hivyo kuna uwezekano wewe ni mwizi. Ako hapa. Swali ni moja. Huyu mwenye mundu mkwasi, mwenye akona rungu, anaweza kuchukuliwa aendeshe ndege? Hawezi. Je, ni nini tofauti yao hao wote? Jipigia makofi, sema training. Wacha nikuambie, training is able to exploit all your talents and gifts that you have been given by God. Amen. Jambo la pili hapo kwa body ni knowledge and skills. You need knowledge and skills. Wapendwa pastors na leaders ambao mko hapa, siku hizi kuhubiri tu ilisha. Watu wanataka mahubiri imepangwa vizuri na uko na target. Unasema mwisho wa mwezi huu nataka kanisa hili wawe wamejua kutoa. Unapanga watafunzwa na nani ama nitawafunza nini, unafika hapo. Unasema mwezi ujao tunataka tuwe tumefikia kijiji fulani na tuwe tumeleta washirika wapya wameokoka 300, tutafanya nini? You need some skills. Amen. Jambo lingine ambalo hapo kopodi ni doing, kufanya. Kipchoge Keino ama Rudisha asipofanya training na afanye mwenyewe atarudi nyumbani. Atarudi atakuja miguu. Lakini you must do it. Listen to me. Kama wewe ni mchungaji, hubiri. Kama wewe ni mwalimu, soma mambo ya walimu wenzako. Kama wewe ni prophet, fuatilia prophetic ministry, ona vile wanafanya ministry. Kama ni apostle, fuata apostles wenzako, ona vile wanafanya, fuata, fanya kitu. Organize conference kama hii ya pastors na leaders. Weka pamoja, hata kama una pesa, amini Mungu, kama umenenewa, fanya. Amen. Katika jina la Yesu, fanya. Na mwisho ni mentorship. Somebody say mentorship.
Na swali na hapo ujijibu, who mentors me? Ni nani huwa ananifunza mambo ya Mungu ambayo mimi nafanya? Andika jina yake hapo. Who mentors me? Hallelujah. So pale juu kwa spirit, pale juu siweka spirit. Andika John chapter 4 verse 24. John chapter 4 verse 24 inasema that God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mungu ni nini? Ni roho. Mungu kwa hivyo hafurahi sana wakati tunafanya hivi na hivi. Hii ni mwili tunafurahisha. Ni mwili hiyo. Hii ni mwili na ina nafasi yake. Lakini Mungu, maana hata wale watu hawana miguu, si wanamsifu Mungu? Kuna mhubiri hapa kwenyu, Eldoret hapa, Kosgei. Yes. Bishop Kosgei, rafiki yangu sana. Bishop Kosgei hana miguu. Word, yes. Alienda wakati alikuwa kijana. Anapenda hiyo story, naweza sema maana ni kweli. Alienda wakati kupoza msichana bibi yake akiwa kijana. Baba ya msichana akamwambia, "Uwezi kuolewa na chura." Yeah. Chura haina miguu. Yeah. Kijana akasema, "Mzee, wacha nikuambie, mimi sio chura ndani." Unajua vile anaongeanga? Ndani mimi ni simba. Alikuwa leo yeye ni simba. Amen. Leo ni simba kabisa. Hallelujah. Kwa hivyo roho zetu ndio zinamguza Mungu. The spirit of man is the media of the Lord. Ningesema tusome neno pia hapo katika Proverbs chapter 20 verses 27. Proverbs chapter 20 verse 27. Swali, je, mnanielewa? Yes. Mnasikia? Yes. Amen. You are knitting. Very good. Praise the Lord. So, Proverbs chapter 20 verse 27 inasema hivi. The spirit of man is the lamp of the Lord. Sijui kusema nasema nini? Pastor. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Ni taa ya Bwana. Peleleza yote yaliyomo ndani yake. Amen. Pumzi ya mwanadamu, the spirit of man is the lamp ama is the candle of the Lord. Kumaanisha kwamba Mungu akitaka kukugusa wewe, ni taa yake iko ndani ya roho yako, in your spirit, the innermost man. Hiyo ndio the holy of holies. Hallelujah. Hiyo ndio the holy of holies. Yes. Hapo hiyo ndio hekalu. Hebu kwanza turudi nyuma kidogo. Hekalu ilikuwa na sehemu tatu. Mnakumbuka? Ilikuwa na the outer court, the inner court and the holy of holies. Sasa roho yako, unasikia? Roho yako is the holy of holies. Roho yako, and that way you are a church. Wewe ni kanisa. As a person, wewe ni kanisa, because you are the whole in you, in your spirit. The Bible says the spirit of man is the lamp of the Lord. Roho yako hapo ndani kuna taa. Hiyo taa ndio Mungu huwa anakuja anaakisha. Na ndiposa wakati wa Pentecost, Acts chapter 2, wakati wa Pentecost, Biblia inasema and they were all in one place, in one accord, and they were praying, and suddenly there came a mighty wind from heaven, and tongues like of fire fell upon each one of them. And they spoke in other tongues as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. Maana lazima vile moto unawaka ndani, unabadilisha mawazo yako na unabadilisha usemi wako katika jina la Yesu Kristo. Natabiria kila mmoja wenu hapa katika jina la Yesu Kristo, usemi wako kuanzia leo utabadilika. Moto wa Roho Mtakatifu utawaka ndani yako katika jina la Yesu Kristo, na mwili huyu wako, your body, your soul and your spirit shall be complete and praise the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ningependa kusoma ili tumalize. Ningependa kusoma kwa ufupi tena 3 John, blessings, God bless you sir. 3 John 1:2. 3
John 1:2 inasema hivi, Beloved, I pray that you may prosper. Huu ni Apostle John. Napenda kusema hivi sana kwamba Apostle John ndiye aliishi baadaye, wengine wote wamekufa. Yeye aliishi miaka 45 baada ya wengine wote wamekufa. Kwa hivyo alikuwa mzee wakati huu, na aliona kila mtu ni mtoto, kila mtu, maana amezeeka na ametembea na Mungu. Na huyu ndio apostle ambaye alipendwa na Yesu sana. Alikuwa anaitwa beloved apostle, beloved John. Kitu kingine cha John huyu, John apostle, ni yeye tu mwanaume wa disciples za Yesu aliyekuwa pale msalabani. Wengine wote walikuwa wametoroka, lakini John alikuwa pale na alikuwa kazi ya Yesu. Unanielewa? Hallelujah. John chapter 1 verses 2 inasema hivi, Beloved, wapendwa, beloved, I pray, anaomba that you may what? Prosper. Kiswahili inasema nini? Apostle? Mpenzi, naomba mfanikiwe katika mambo yote. Hapo. Sema watu. Just stand up. Sema, mimi nimeombewa nifanikiwe katika mambo yote. Amen. Fanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Na hiyo ni mwili. Uwe na afya yako njema, good health. Alafu kama vile roho yako ifanikiavyo. Amen. Asante. Kama vile roho yako ifanikiavyo, as your spirit, your soul prospers, let your body also prosper. Amen. Hallelujah. Yaani Mungu anataka hapa watu watoke wakiwa wamemaliziwa kila upande. Mwili uko sawa, roho iko sawa, soul, spirit iko sawa, soul iko sawa, body iko sawa, katika jina la Yesu Kristo. Wachungaji, hebu niwakumbushe kwamba wanadamu hawaoni roho, wanaonanga mwili. Mnanisikia? Wanaona mwili. Ndio ulisikia bishop akisema wakaona anaenda wapi? Nduthi ile, lakini hawaoni ile iko ndani, hawaoni zile, hawaoni moto, ilikuwa imefichwa, hawaoni. Ndiposa ndugu yetu Samuel prophet alipoenda kwa Jesse, amebeba mafuta na pembe kubwa, amebeba mafuta na pembe, akasema letee kijana yule mzuri, maana Mungu amesema hapa ndipo kuna mnabii, hapa ndio kuna mfalme. Amebeba, akaona Eliab alikuwa mkubwa, mundu mkali. Mundu mkali sana bwana. Mundu mkubwa, mundu mkali. Mundu mkali. Na ni mrefu na akona nguvu. Samuel akasema bas, mundu mkali huu ule wangu hapo tirera mafuta. Huyu ndo anamwagilia mafuta yako. Akasema mpaka akainamisha, imagine hata asikii Mungu. Akainamisha, haiwezi toka. Aikakataa kabisa. Mungu akasema, Mungu akasema wewe wacha. Mungu mbona sio huyu? Ana umeja na huyu, hata huyu. Leta ingine. Hakuna momita kabisa. Akasema bwana hivyo. Kuna mtoto wako huko kwa shamba mdogo kijana. Alipokuja, ni huyu. Mungu akaona moyo wa Samuel prophet. Mungu akanenea Samuel akamwambia, mimi si kama mwanadamu huangalia juu, lakini mimi huangalia ndani. Naombea kila mmoja wenu katika jina la siku zote muwe na mioyo safi. Amen. Katika jina la Yesu. Muwe na mioyo kama ya Abel. The Bible says, Hebrews chapter 11 verses 4, and Abel gave a more excellent gift. Genesis inasema kwamba Abel, Mungu akasema wewe Kain unapiga kelele kwa nini? Na umemuua ndugu yako. Mpaka damu yake inaniongelesha. Kwani ukiwa na moyo safi na utoe sadaka vizuri, ni nani hata kukubali? Wapendwa, namuombea, may your spirit be complete. May your soul be complete. May your body be complete in the mighty name of Jesus. Sema hallelujah. John, that John 1:2,
Beloved, I pray that you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. Amen. Amen. Jambo lingine ni kwamba Mungu anafurahia sisi tufanikiwe. God takes pleasure in our prosperity. Mungu hataki watu hoehae, watu masikini. Anapenda tutajirike, tuwe na tufanikiwe. Psalms 35, andika tu kwa kitabu chako. Psalms 35 verse 27. The Lord has pleasure in prospering his people. Apostle ungetusomea Psalms 35 verse 27, kwamba Mungu anafurahia wakati anaona wewe unafanikiwa katika jina la Yesu. Wapendwa, mnanisikia? Wapendwa, mnanisikia? Wapendwa, mnasaidika? Wapendwa, mnasikia? Mungu anakusudi kwamba mwili wako huu, hizo talanta ambazo uko nazo, hivyo vipawa ambazo uko nazo, those natural talents, zikuwe coupled na training na knowledge na kufanya na mentorship, ili roho yako pia yote impendeze Mungu katika jina la Yesu. Psalms 35 verse 27. Washangilia na kufurahi wapendezavyo na haki yangu. Naam wasema daima atukuzwe. Mungu daima atukuzwe. Atukuzwe Bwana apendezavyo na amani na watumishi wake. Apendezao na amani na watumishi wake. Amani hapo ni unajua huwezi kuwa na amani ukiwa maskini. Lakini Biblia inasema ni kweli. Una kitu na kuna amani? Hakuna. Ngumu sana. Hapa Eldoret Mungu anainua watu matajiri katika huu mkutano katika jina la Yesu. Mungu amekusudia lazima kuna Biblia nyingine za Kiswahili zinasema vile nataka kwamba Mungu anafurahi. God takes pleasure. Bishop, just read for us verse 35. Yeah, that's 5:27. In James version, let them shout for joy. Na sasa ni sisi. Let us shout for joy. And a big loud. Big loud. That favor my righteousness. Let them say continually. Let you people say continuously. Let the Lord be magnified. Let the Lord, na Mungu anamagnify yote kwa moyo, through our bodies, through our souls and through our spirit. Let the Lord be magnified. Which has pleasure in the prosperity of his servants. Hapo mtumishi, who has pleasure in prospering his servants. Inua mikono yako mbili useme na ujitabirie. Mungu unafurahishwa mimi nikitajirika. Mungu unafurahishwa mimi nikienea. Mungu, you take pleasure in prospering me, oh Lord. You take pleasure in me being established in the name of Jesus Christ. Ni mapenzi ya Mungu kutuimarisha. Ni mapenzi ya Mungu kututajirisha. Na inatendeka hapa na itatendeka leo. Maana ni mapenzi ya Mungu kufanya kila mmoja wetu kuinuka na kufurahia katika jina la Yesu. Ni mapenzi ya Mungu kufanya wewe ushout kila saa, unasema kwa sauti kubwa, jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Nasema may the Lord be magnified. Unajua magnified ni nini? Wale walikuwa shule na kila hapa mtu amekuwa dhomed ni kusoma. Kila mtu ameenda shule. Magnified ni unachukua ile glass, unawekelea kwa maandishi ama wale wanavaa miwani, inakuwa pana, inakuwa kubwa, inakuwa kubwa. Watu hawamjui Yesu, sisi ndio tunammagnify. May we magnify God in our prosperity in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. I declare, may we magnify God in our prosperity in Jesus' name. Hii roho ya umasikini tunaiangusha katika jina la Yesu. Hii roho ya kukosa tunaiangusha katika jina la Yesu. Hii roho ya umasikini na kuombaomba na kushindwa tunaiangusha katika jina la Yesu. Maana Mungu takes pleasure in prospering his servants. Declare to yourself, I'm the servant of the Lord. Amen. Wacha nikupatie ingine, si ndio? Si ndio wapendwa? Yes, Psalms 118 verse 25.
Psalms 118 verse 25. Ningependa pia tusome hiyo, nayo inasema kwamba Mungu, ama nimesema Mungu ameturuhusu, ametufungulia mlango tuitishe kufanikiwa. God has opened a door for us to ask for prosperity. Mungu ameturuhusu, apostle, ameturuhusu kuomba, nataka unajua kuna watu waliokoka wakaokoka, yani wakakuwa wandu warokole, wakakuwa wandu warokole mpaka wanakaanga huko mbinguni, wanakujanga asubuhi, wamekuwa watu warokole kabisa, utaki pesa mimi mekuwa watu warokole kabisa. Wapendwa, injili ni hii, utatajirika. Amen. Katika jina la Yesu. Na kuna njia. Psalms 118 verses 25. Bwana utuokoe. Bwana mimi ningesema hivi, Bwana utuokoe kwa mawazo yetu nduni, mawazo yetu madogo kwamba hatuwezi tajirika. Utuokoe. Bwana utuokoe. Bwana utufanikishe. Amen. Hiyo ni niombi. Twakusie Bwana utufanikishe katika jina la Yesu. Utufanikishe katika jina la Yesu. Inoko noko juzo, Bwana nifanikishe. Umenifungulia mlango kwamba ninaweza kuomba ufanisi katika huduma yangu, naomba ufanisi katika biashara yangu, naomba ufanisi katika kazi yangu, naomba ufanisi katika jina la Yesu. Oh, in the name of Jesus, jitabiria ufanisi katika area yako ya maisha. Katika huduma yangu naomba ufanisi, katika familia yangu naomba ufanisi. Bwana Yesu, naomba ufanisi. I pray for prosperity in my family, to my children. I pray for prosperity to my son Emmanuel, to my daughter Elizabeth, to my daughter Shiko, to my son Stephen. I pray for prosperity upon my children, upon my businesses, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I pray for prosperity, that doors are opened to the glory of God. I pray for prosperity. Oh God, save me from literal mentality that I cannot become rich. Oh God, save me from literal mentality and literal faith. Oh Lord, I pray, increase my capacity. Lord, cause me to grow in the mighty name of Jesus Christ. I break this literal mentality or poverty mentality. Nakataa ufukara, nakataa kukosa, nakataa katika jina la Kristo. Nainuka kwa nafasi yangu. Nainuka kwa nafasi yangu. Nainuka kwa nafasi yangu katika jina la Yesu Kristo. Oh Bwana, umesema niombe kuokolewa, umesema nitaje kuokoka. Oh rabashata rabakanda ripozoko ya pagaranda ramajanda ribora reketeri ya boboka. Katika huduma yangu ninafanikiwa. Oh ribashata rabakande radino korobosa ramashanda ribakata ramazandaria ole posakatibo karabanda rapashakaribo robosa taramana. In the mighty name of Jesus, I pray for breakthrough. 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 In the mighty name of Jesus, I pray for breakthrough. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Utukufu kwa Yesu. Utukufu kwa Yesu. Utukufu kwa Yesu. Glory to God. Nitaiti Yesu akinita, nitaiti Bwana akinita, nitaitika, mimi nitafanya kazi ya Bwana. Sasa tuseme ameniita, nimeiti, huyu Yesu ameniita, nimeitika, ameniita,
nimeitika hapa, ninafanya kazi ya Bwana. Milimani na mabondeni, milimani na mabondeni, milima na mabondeni, kweli ninafanya kazi ya Bwana. Ninafanya kazi, fanya kazi, kazi ya Bwana. Mimi ninafanya kazi, fanya kazi, kazi ya Bwana. Milimani na mabonde, milimani na mabonde, milimani na mabonde, wapendwa, tunafanya kazi ya Bwana. Fanya kazi, wapendwa, fanya kazi, tunafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kuna ngome zimeanguka. Kuna ngome zimeanguka katika jina la Yesu. Maana vita vyetu vya mwili, for our warfare is not flesh and blood, but our weapons of warfare are mighty in God to the pulling down of strongholds. Ngome ziko katika akili zetu, zinaanguka. Ngome za ufukara zinaanguka katika jina la Yesu. Tutafanikiwa, tunasonga mbele, tunapenya, tuna breakthrough, tutaweza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna ngome inaanguka. Kuna ngome inaanguka. Ngome ya kusema sina. Ngome ya kusema sina inaanguka. Ribo shatande beose kadama. Inaanguka katika jina la Yesu. Naona hapa Gideons, vile Mungu aliambia Gideon, you are a mighty man of valor. Wewe ni kijana wa nguvu. Naona wamama wakiinuka kwa nguvu katika jina la Yesu. Naona wazee wakiinuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. It's not na wakumbushe wachungaji, it's not by power, not by might, but by the Spirit, says the Lord. Inuka kwa nguvu ambayo ulio nayo. Naona picha ya ndugu yetu mdogo David, wachungaji na wapendwa viongozi mlio hapa. David alikuwa miaka 17 years. Maana kama alikuwa miaka 20 angekuwa amejoin army. Maana mtu alikuwa na join army akiwa na miaka 20 kuongelea. Alikuwa 17 years, teenager. Lakini aliambia Goliath ambaye alikuwa amefanya watu wote mpaka mfalme ajifiche. Saul amejificha. Wengine wote wanaogopa. Hakuna hata mmoja anainuka. Hata ndugu yake Eliab akamwambia, wewe rudi kwa shamba, ende ukaangalia kondoo, unakuja kufanya hapa nini? Wapendwa, David alikuwa na upako
wako alikuwa na Mungu akasema liwe liwalo, liwe liwalo. I come to you in the name of our Lord Jesus Christ. Wewe umekuja kwangu, umekuja kwangu na panga, umekuja kwangu kwa ukubwa wako, lakini mimi kwa udogo wangu hata sionekani, lakini ndani yangu, moyo wangu umebeba Mungu. Rabashatarabakataraba. Pendo, umebeba Mungu mkuu katika jina la Yesu Kristo. Inuka kwa miguu yako, inuka kwa miguu yako. Umebeba Mungu mkuu, umebeba Bwana wa majeshi, umebeba Mungu asiyeshindwa, umebeba jemedari, umebeba